Mchelea mwana hulia na meno. Katika historia ya Afrika ya Magharibi, ambapo ukoloni mamboleo na hila za nje zimekithiri, kizazi kipya cha viongozi wanaojitokeza kwa misingi ya kimapinduzi kimekuwa kikisubiriwa kwa hamu kubwa. Ibrahim Traore ni zao la hali hiyo. Kiongozi kijana aliyeibuka kwa kishindo katika jangwa la kisiasa la Burkina Faso, akawa miongoni mwa viongozi wachache wa Kiafrika waliodhubutu kusimama dhidi ya mifumo iliyojikita katika ukoloni mamboleo. Burkina Faso, nchi iliyoko katikati mwa Afrika Magharibi, ni taifa lililobeba historia ndefu ya ukoloni, mapambano ya kisiasa na misukosuko ya kijamii. Hapo awali, ikiitwa Upper Volta chini ya ukoloni wa Ufaransa, nchi hii ilipata uhuru mnamo mwaka 1960. Hata hivyo, uhuru huu haukufuatwa na maendeleo ya ukweli kwa wananchi wa kawaida, kwani viongozi wengi waliokuja baada ya ukoloni walizidi kuwa wa mwendelezo wa mfumo wa ukoloni, wakihudumia maslahi ya mataifa ya nje zaidi kuliko wananchi wao. Ni katika mazingira haya ndipo alipozaliwa Ibrahim Traore mnamo mwaka 1988 katika mkoa wa Bondoku, eneo la Hautes Basins linalopatikana katika sehemu ya magharibi ya Burkina Faso. Kwa upande wa ukoo wa jamii, Traore anatokea kwenye jamii ya Mohun, jamii maarufu kwa uzalendo, maadili ya kazi na nidhamu ya kijamii. Ibrahim Traore alikulia katika familia ya kawaida lakini yenye maadili ya juu. Familia yake ilijulikana kwa nidhamu na juhudi za kiuchumi. Alilelewa katika mazingira ambayo yalisisitiza umuhimu wa elimu na kazi ngumu. Katika sehemu nyingi za Afrika, malezi ya mtoto hutegemea sana maadili ya kijamii, na familia za kawaida zinazojali malezi bora ni msingi wa kujenga viongozi wa baadaye. Traore alipokuwa mtoto alijionea athari za miongo mingi ya utawala wa kijeshi na mifumo ya kifisadi ambayo iliathiri jamii yake na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo, malezi yake katika familia iliyojaa maadili ya kazi, uzalendo na uongozi wa kifamilia ulimjengea ujasiri wa kukabiliana na changamoto kubwa alizokumbana nazo baadaye. Katika miaka yake ya utotoni, Traore alijua mapema kuwa kama wengi wa vijana wa kizazi chake, alikuwa na jukumu la kuchukua hatua za kujenga jamii bora kwa kuzingatia haki, usawa na maendeleo ya kijamii. Hali hii ilimjengea msukumo wa kujifunza na kuwa na mawazo ya kipevu hata alipokuwa na umri mdogo. Aliweza kuona kuwa watu wake walikuwa wakiishi kwa mateso kutokana na ukosefu wa haki na usawa katika jamii. Aliishi katika mazingira ambayo yalimtaka kuwa na mawazo ya kimapinduzi na kugundua njia za kutatua matatizo ya kijamii. Hii ni sehemu ya maisha ya utotoni ambayo ilijenga msingi wa azma yake ya baadaye. Alijua kuwa ili kuwa miongoni mwa viongozi wa kweli, alihitaji kuwa na ufanisi katika kila jambo alilofanya. Aliishi kwa misingi ya kujitolea, upendo kwa familia yake na wito wa kubadilisha jamii. Elimu ni nguzo muhimu kwa kila kiongozi, na Ibrahim Traore alijua kuwa bila ya elimu bora hakutakuwa na uwezo wa kushinda changamoto alizozikumba katika maisha yake ya baadaye. Alienda shule kama watoto wengine wa bara la Afrika, akiwa na ndoto ya kuwa na maisha bora na kwa namna fulani kubadilisha jamii inayomzunguka. Elimu yake ilimfundisha kuwa kuna haja ya kuwa na mtazamo wa kimataifa na wa kisasa ili kushindana na changamoto za kisasa, hususan katika kipindi cha maendeleo ya teknolojia ya kisiasa duniani. Alijitolea sana katika masomo yake, akifuatilia masomo ya kijeshi kwa umakini mkubwa. Akiwa shuleni, aliweza kugundua kuwa aliweza kushiriki katika masuala ya kijeshi na pia kujifunza kuhusu siasa za kimataifa. Hii ilimsaidia kujua mipango ya kimataifa na jinsi ya kuunda mifumo bora ya uongozi na utawala. Baada ya kumaliza shule, Traore alijiunga na jeshi la Burkina Faso akiwa na umri mdogo. Aliingia kwenye mafunzo ya kijeshi na kuanza kujifunza misingi ya mbinu za kivita na usimamizi wa majeshi. Jeshi lilikuwa chaguo la pekee kwa Ibrahim Traore, kwani alijua kuwa kupitia jeshi angeweza kufikia malengo yake ya kuwa kiongozi wa kisiasa na kijeshi. Jeshi lilikuwa chombo kinachoweza kutoa ufanisi katika mabadiliko ya kisiasa na kijamii, kwa hiyo alijitolea na kufanya kazi kwa bidii ili kujenga uwezo wake. Elimu ni taa, asiyenayo yuko gizani. Hili ni jambo ambalo lina mizizi mikuu katika historia ya viongozi wengi wa Kiafrika,
hasa wale waliopitia mazingira magumu lakini wakaamua kuikumbatia elimu kama silaha kujikomboa wao na jamii yao. Ibrahim Traore akiwa mtoto aliyezaliwa katika familia ya kawaida ya kijijini, hakujua kuwa siku moja jina lake lingetajwa katika meza za dunia. Lakini hatua ya kwanza kuelekea kwenye hatima hiyo ilianza kupitia elimu. Traore alianza masomo yake ya msingi katika shule ya eneo la Bondoukou, mkoa wa Bokli du Mohun, ambako alionyesha bidii ya kipekee. Walimu wake walimtambua kama mwanafunzi mnyenyekevu lakini mwenye hamu isiyoisha ya maarifa. Katika mazingira hayo ya shule za vijijini, rasilimali zilikuwa haba, vitabu vilikuwa vichache na miundombinu ya kujifunza haikuwa bora. Hata hivyo, hali hizi hazikumzuia Traore kuonyesha uwezo wa hali ya juu darasani, hasa katika masomo ya historia, uraia na jiografia, masomo yaliyokuza ufahamu wake wa kisiasa na kijamii. Katika shule ya sekondari, Ibrahim aliendelea kuimarisha uwezo wake. Alijiunga na shughuli za uongozi wa wanafunzi, ambapo alichaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la wanafunzi. Ilikuwa hapa ambapo uwezo wake wa kuongoza ulianza kujitokeza, akieleza hoja kwa msimamo, akitetea wenzake bila uoga na kutafuta haki hata kwa walionyimwa. Shule haikuwa tu mahali pa kupata alama, bali mahali pa kukuza maadili, falsafa na dhamira ya kuwajibika kijamii. Baada ya kukamilisha elimu ya sekondari kwa mafanikio, Ibrahim Traore alipata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Ouagadougou, mji mkuu wa Burkina Faso. Katika chuo hiki, alisomea sayansi ya jiolojia, akionyesha kipaji kikubwa katika taaluma za mazingira na miamba ya ardhini. Hapa ndipo Traore alikumbana na ulimwengu mpana zaidi wa fikra. Alisoma kuhusu siasa za kimataifa, ukoloni mamboleo na migogoro ya Kiafrika. Akiwa chuoni, alijiunga na harakati mbalimbali za wanafunzi, hususan zile zilizolenga kupinga sera kandamizi za serikali. Alikumbwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na msimamo wake mkali dhidi ya ukosefu wa haki. Kwa mara nyingine, uwezo wake wa kujieleza, kuchambua masuala ya kijamii na kuchochea fikra za ukombozi ulianza kumtambulisha kama kijana mwenye maono mapana ya kimapinduzi. Tofauti na wanafunzi wengine waliotumia elimu kama njia ya kutafuta kazi serikalini au kujiendeleza binafsi, Traore alitumia elimu kama nguzo ya kujenga taifa bora. Elimu ilimfundisha historia ya mapambano ya Kiafrika, lakini pia ilimfundisha kwamba kujua tu haitoshi, bali kufanya ni wajibu wa kila mwenye maarifa. Alianza kutafsiri kile alichokisoma kwenye vitabu kama wito wa vitendo, kushughulikia ukosefu wa usawa, kukataa unyonyaji na kulinda utu wa Mwafrika. Kwa hiyo, kupitia elimu, Traore hakukuwa tu msomi, bali alikuwa mwanafikra wa ukombozi aliyeanza kuona nafasi ya kijana wa Kiafrika kama mhusika mkuu katika kuandika historia mpya ya bara lake. Mwanaume wa kweli hujulikana wakati wa dhiki. Hii inaakisi vyema safari ya Ibrahim Traore alipoamua kujiunga na jeshi la Burkina Faso. Wakati ambapo vijana wengi waliomaliza chuo walitafuta kazi za kawaida, Traore aliuchagua mkondo wa kijeshi, si kwa sababu ya mishahara au mamlaka, bali kwa nia ya kulinda taifa lake na kuwatumikia wananchi kwa njia ya kiutendaji zaidi. Mara tu baada ya kuhitimu elimu ya juu katika sayansi ya jiolojia, Traore alijiunga na jeshi la kitaifa la Burkina Faso. Aliingia kwenye mafunzo ya kijeshi yaliyochukua miezi kadhaa, ambapo alifundishwa mbinu za kivita, maadili ya kijeshi, mbinu za ujasusi na uongozi wa kijeshi. Akiwa tayari na nidhamu ya kielimu, alikuwa mwepesi wa kujifunza na kuelewa muktadha mpana wa kazi za kijeshi, hasa jinsi alivyohusiana na usalama wa taifa, siasa na jamii. Katika kipindi hiki kifupi, alionyesha uwezo wa kipekee katika kupanga mikakati, kuongoza vikosi na kusimamia operesheni katika maeneo yenye mizozo. Wenzake na wakuu wake walimtambua kama askari jasiri, mwenye moyo wa kizalendo na mwenye maono ya mbali. Hakutosheka na kutekeleza amri tu, alihoji, alichanganua na mara nyingine alipendekeza njia bora za utekelezaji. Kadri alivyopanda ngazi ndani ya jeshi, Traore alianza kugundua kuwa jeshi lenyewe na hata taasisi nyingi za serikali zilikuwa zimeathirika na ukosefu wa maadili, ufisadi na uongozi mbovu. Aliwashuhudia wanajeshi wa chini wakihangaika bila marupurupu, wakati viongozi wachache wakuu wakiishi maisha ya kifahari. Aliona pia jinsi maeneo ya vijijini vilivyopuuzwa,
hata katika vita dhidi ya makundi ya kigaidi yaliyokuwa yakiitesa Burkina Faso. Hali hii ilianza kujenga hasira ya kimapinduzi ndani yake. Traore alianza kuamini kuwa suluhisho la kweli haliwezi kupatikana kwa kutumia mfumo ule ule wa utawala ulioshindwa. Alianza kujiuliza maswali makubwa kuhusu uhuru wa kweli wa taifa, haki ya wananchi na wajibu wa viongozi wa nchi. Mawazo yake yalipevuka na kuanza kuchukua mwelekeo wa kimapinduzi, akiamini kuwa wakati mwingine ili taifa libadilike ni lazima mfumo mzima ubadilishwe. Kama mpenzi wa historia, Traore alichota msukumo mkubwa kutoka kwa viongozi kama Thomas Sankara, Samora Machel na Patrice Lumumba. Aliona jinsi viongozi hawa walivyojaribu kuleta mabadiliko ya kweli katika mataifa yao kupitia misingi ya haki, usawa na kujitegemea. Traore alitambua kuwa mapambano ya kweli yanahitaji kujitolea, sadaka na uwezo wa kuamka dhidi ya nguvu zilizotawala kwa muda mrefu. Katika hotuba moja ya baadaye alisema, hatuwezi kuendelea kuwa watazamaji wa mateso ya watu wetu. Ni lazima tusimame, tuwaongoze na tuseme basi. Kauli hii inaonyesha wazi jinsi ambavyo msimamo wake ulikuwa umejengwa si kwa dhahabu ya kisiasa, bali kwa mchakato wa kufikiri kwa kina na kujifunza kutokana na historia. Akiwa bado kijana ndani ya jeshi, Traore alianza kuungana na wanajeshi wenzake waliokuwa na mtazamo kama wake. Walijadiliana, walichambua hali ya taifa na kutafuta njia ya kuleta mabadiliko ya kweli. Mtandao huu wa fikra ukawa ndio chanzo cha mapambano ya ndani kwa ndani, ambapo walikubaliana kwamba kwa kuwa viongozi wa kisiasa walikuwa wamekosa mwelekeo, basi jukumu la kuokoa taifa linapaswa kuchukuliwa na wanajeshi wenye dhamira safi. Aliye juu mngoje chini. Hii inaakisi hali iliyojitokeza mnamo Septemba mwaka 2022 wakati Ibrahim Traore aliongoza kundi la wanajeshi waliomuondoa mamlakani Lutani Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba, kiongozi aliyekuwa ameingia madarakani miezi michache tu kabla yake kwa mapinduzi pia. Lakini kwa Traore, mapinduzi haya hayakuwa tamaa ya madaraka, bali yalikuwa kilio cha mabadiliko halisi kutoka kwa jeshi kwa ajili ya wananchi. Baada ya mapinduzi ya Januari mwaka 2022 yaliyomleta Damiba madarakani, wananchi wengi wa Burkina Faso walitarajia kuona mabadiliko ya haraka, hasa katika kukabiliana na mashambulio ya vikundi vya kigaidi vilivyokuwa vikisababisha vifo, utekaji nyara na uharibifu mkubwa wa mali. Hata hivyo, baada ya miezi michache, hali ya usalama ilizidi kuzorota. Vijiji vilikuwa vikiteketezwa, watu wakikimbia makazi yao na hata wanajeshi wakilalamika kutokuwa na vifaa vya kutosha vinavyowezesha kupambana na magaidi. Uongozi wa Damiba ukaonekana kuwa mbali na wananchi, ukaweka mbele siasa kuliko usalama wa watu. Ndani ya jeshi, hisia za kutoridhishwa zilianza kuibuka, hasa kutoka kwa wanajeshi wa mstari wa mbele waliokuwa wakipambana kila siku bila msaada wa kisera. Ibrahim Traore alikuwa mmoja wao. Aliyasikia malalamiko ya wenzake, aliona mateso ya wananchi na akatambua kuwa wakati wa kimya ulikuwa umeisha kabisa. Kwa siri na tahadhari kubwa, Traore aliungana na wanajeshi wachache waliokuwa na mtazamo kama wake. Walipanga kwa uangalifu hatua za kumuondoa Damiba mamlakani, wakihakikisha kuwa hakutokuwa na umwagikaji wa damu au machafuko ya raia. Lengo lao halikuwa kulipiza kisasi, bali kuokoa taifa lililokuwa likizima taratibu. Mnamo Septemba 30 mwaka 2022, redio ya taifa ya Burkina Faso ilitangaza habari ya kushangaza kwamba Paul Henri Damiba alikuwa ameondolewa madarakani na kikundi cha wanajeshi vijana waliokuwa wakiongozwa na Kapteni Ibrahim Traore. Katika tangazo hilo, wanajeshi walieleza kuwa Damiba alikuwa ameshindwa kutimiza matarajio ya wananchi na hivyo hawakuwa na budi bali kuchukua hatua kwa ajili ya kurejesha matumaini. Tofauti na mapinduzi mengi ya kijeshi, mara hii wananchi walishangilia kwa wingi. Maandamano ya kuunga mkono Traore yalishuhudiwa katika miji mikubwa kama Ouagadougou na Bobo Dioulasso. Wananchi walibeba mabango yenye maneno kama Vive Traore, wakimaanisha aishi Traore, Burkina Faso iko na kapteni, na sisi tunahitaji usalama, si siasa.
Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu walihisi kuwa mabadiliko ya kweli yanaweza kutokea. Traore alikubali uongozi huo kwa unyenyekevu. Katika hotuba yake ya kwanza kama kiongozi wa mpito, aliahidi kuwa atasikiliza wananchi, atawapa wanajeshi vifaa vya kutosha na atahakikisha kuwa serikali mpya itakuwa na uwazi, isiyo na ufisadi. Aliweka wazi kuwa hakuwa na nia ya kuwa rais wa kudumu, bali kuongoza kipindi cha mpito hadi taifa litakapokuwa imara tena. Katika hatua ya kwanza kabisa, alitangaza sera ya kurejesha usalama, kuunda serikali ya mpito na kuanzisha vuguvugu la mapambano dhidi ya vikundi vya kigaidi. Pia aliwataka wananchi kushirikiana, akisisitiza kuwa usalama si jukumu la serikali pekee, ni wajibu wa kila raia wa Burkina Faso. Subscribe kwenye Tathmini ya Dunia ili usipitwe na sehemu ya pili ya makala inayomhusu Ibrahim Traore, kiongozi kijana mwenye ushawishi mkubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla.